Majira ikiwa ni saa 9 saa za Afrika ya Kati, 10 majira Afrika Mashariki. Hii ambayo unasikiza ni Baraka1 TV, kipindi ni habari na maelezo, na mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, baba la baba, the one and only town DJP, ambaye nakurushia haya matangazo moja kwa moja kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata matangazo kila wakati. Na vile vile usikose kutembelea Mutula FM, kusikiliza Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, ambako huko pia unasikiza matangazo haya ya Baraka1 TV, kipindi cha habari na maelezo. Na usikose pia kutembelea Mwangaza TV, ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yanazidi kulindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika vile tutazungumzia ni uongo ambao uko unausikia kwenye mitandao ya kijamii zaidi kuhusiana na vita ambayo iko inaendelea huku Minembwe. Nimeona ni vizuri sana nitakuletea kitu ambacho utasikiliza afu nije nizungumzie, kwa sababu wamezungumzia vitu ambavyo ukikaa chini ukivifikiria utasema hivi, kwa nini tuko na watu wa design hii? Na mtu anajitaka kama ni communicateur, soit wa IDPS, soit wa Union Sacrée, soit wa Wazalendo, soit wa FARDC. Me uko nasikia communication yake unajiuliza watu kama hawa ni watu wa aina gani? Hilo ni moja. Pia la pili, utaona vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, vikosi vipya kabisa, afu uangalie mfano wa hivi vikosi, morale ya hivi vikosi. Eske ili jeshi linaweza kushindwa kumetrize Minembwe? Shida ni nini haswa hapa katikati? Tutaongea juu ya hivyo. Na pia angalia kilichofanyika huko maeneo ya Uswizi kwenye shule ya Alpine Beau Soleil, ambako mtoto wa Joseph Kabila ameweza kupata diploma yake. Kwa mwaka wanalipa euro 137,000 wanalipa hiyo kila mwaka. Sasa jiulize kama ni ndani ya miaka mitano wamelipa pesa ngapi, na wakati hizo pesa wameshindwa, baba yake ameshindwa kutengeneza hata masomo, ameshindwa kujenga masomo yenye wakongomani wangenufaika nayo. Na vile vile watoto wa viongozi mbalimbali hawako wanasomea Kongo, wako naenda kusomea masomo za nje, tena za bei kubwa, na zile franga zenye wako nalipa kule juu ya kichwa ya mtoto mmoja wangejenga masomo Kongo zenye zingesaidia mamilioni ya watoto. Unaona indifference yenye iko nakuwa madirija yetu ya Kongo. Kitu kingine, ambulance za M23, ambulance za centre de santé mbalimbali Minembwe ndio ziko zinabeba drone za M23 na kusababisha tushindwe kuwa na control ya Minembwe yote, kwa sababu ambulance inapita, nyinyi mnaona kwenye ambulance, kumbe ndani ndio viko nafichika hemo madrone. Pia utasikia declaration ya Alphonse Mfariji akizungumzia kuhusiana na jinsi Moise Nyarugabo iko nazungumzia juu ya mauaji yenye kunafanyika huko maeneo ya Minembwe. Na vile vile utasikia pia alizungumza ministre mwenye iko ministre mwenye anaunganisha ministere ya defense na ancien combattant ambaye ni ndugu Elizier Tambwe akizungumzia juu ya kilichofanyika Goma. Na pia nitakuletea historia kidogo kama mtu ambaye anaitwa Jean Lissier Bauma ambaye ni kamanda aliyeuliwa punde tu baada ya Mama Dunda alikuwa amepoteza maisha. Alifia Afrika Kusini kwa sumu ambayo aliweza kupewa na aliyekuwa madarakani Hippolyte Kanambe. Na vile vile pia nitakugusia kuhusiana na Hippolyte Kanambe, ukweli kuhusu Kabila. Je, ni marionete ama sio marionete? Mambo mengi yamefichikwa dhidi yake, na hii inaonyesha kwamba Kabila alikuwa pale ni kwa malengo ya watu wengine, hakuwa anatumika kazi kwa ajili ya kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So karibuni sana kwa hizi pointi ambazo ni muhimu sana. Tutakwenda haraka haraka ili uweze kuelewa kile ambacho namaanisha, ambacho nitakuletea, kwa sababu ni jambo la muhimu sana na unastahili kuweza kusikia haya ambayo utayasikia hapa. Usikose pia kuendelea kuwa pamoja na Baraka1 TV pia na kushiriki kwenye operation Saidia
muzalendo. Bila kupepesa macho, ni kwanza usikilize hii audio alafu ndo nije nizungumze. Kuko depute ambaye anaitwa kwa jina la Ambatobe Nyongolo. Munifate mzuri. Depute ambaye anayeitwa kwa majina Ambatobe Nyongolo ni depute wa mzoni ya Fizi. Huyu depute iko anachukua madrone, mabombe, anapatia wa vijana wa Fizi. Anawapa wa vijana wa Fizi wawe wanazitumikisha kwa kupiga wazalendo sehemu ambazo wanaweka vikosi. Munifate mzuri. Hawa anazitumikisha kwa huyu depute iko anachukua madrone, anafundisha wa vijana wa Kibembe ambao wako wenye kuwa mukabila ya Bashikombe. Huyu depute naye ni Mshikombe. Anakusanyisha wa vijana ambao wako mukabila lake la Bashikombe, anabapatia madrone, anaingiza madrone kwa sirisiri, anawapa madrone kwa kuzitumikisha wakati wazalendo wako mufro, wanakuwa wanatumikisha zile madrone kisirisiri kwa sababu wako wanazibeba mumabegi. Anawafundisha alafu anawapa nazo, wanazitia mumasakoshi, wanaenda kwenye wazalendo wako kule mufro kumilima, wanaanza kutumikisha zile madrone kuzipiga muvituo ambavyo wenzao wazalendo wanaishi. Naam, unasikiliza hii audio. Pointi mbili tu zemi nitagusia hapa kuhusu drone zenye watu wako wanasema kwamba wako wanafundishwa na Ambatobe Nyongolo kutumikisha madrone. Jamani, sie tuko na drone. Kwa hiyo ninaposikia swala la drone linanitia wasiwasi, kwa sababu watu wako wanafanya confusion kwa upande wa drone. Kuko drone ya surveillance, kuko drone ya attack, sawa, na kuko drone normale za filmage. Sie zetu ni madrone za filmage tu normal za kawaida, sawa. Hizi drone za kivita haiko mtu na mtu mwenye iko nayo. Ambatobe hawezi kuwa na zile drone za kivita, atazitoa wapi? Okay, anaenda nunua drone moja $1 sawa sava, anaenda nunua Ambatobe akosi $1 ya kununua drone, akosi $200,000 ya kununua drone, akosi $500,000 ya kununua drone, akosi $2 millions ya kununua drone sava. Lakini kupata kibali, sawa, kupata kibali cha Ambatobe kuingiza drone mu RDC, mu Congo, tena drone military, atatoa kibali wapi? Vitu vingine. Sasa unasikiliza audio, unajifunza kwanza, unaangalia geopolitiki. Akisema seme Ambatobe aingize drone kutoka Tanzania, hawezi ingiza drone military kupitia Tanzania, lazima awe na vibali ambavyo vinaruhusu serikali ya Kongo yeye aingize drone. Sasa Dede hawezi ingiza drone kupitia Burundi, haiwezekani. Trua hawezi ingiza drone kupitia Goma, Goma itaingia itafika Bukavu, kushuka ingie Uvira, itapita namna gani zile drone za kivita? Kwa hiyo ni kitu ambacho ukisikiliza watu wanakizungumza ama mtu anaongea unaona ni upuzi. Mimi nilitaka nikiupuuzie, huu ni upuzi, ni ujinga ambao mtu yuko anaongea, lakini na wewe kujikuta kwamba na mimi pia nitakuwa victime juu saa kesho nitapandisha drone, utasikia tulikamata Baraka One TV, tulikamata Rajabu iko na drone, anapandisha drone, vitu gani hivyo. Huko mtu mmoja mwenye alikuwaga Misisi hii wakati tuko tunakimbia vita hii, nilifika mpaka kule. Huyu jamaa balisha mzingisia kwamba aseme juu alikuwa iko na connection ya wifi, na ile wakati ukisikia wifi, wengi walikuwa hawajui kazi ya wifi. Wanakuambia ke wifi yake ndio iko napatia connection madrone za M23 kupanda ku bombarder position za FARDC. Huyu bwana balimpiga karibia kumua. Huyu bwana balimpiga karibia kumua. Sasa unaona,
bali mkonfiske kila appareil yenye alikuwa iko nayo, laptop nini. Mbona jamani, kamateni hii, muangalie, mkague. Unakagua kitu, hamna kitu. Sasa hiyo wifi nipo sema mimi ndio niko napandisha connection za madrone za M23. Ni wapi? Nani mlitangaza hiyo habari? Hamisi Mwanue. Ushaelewa? Hamisi Mwanue. Oh, misese ole wifi mwecha drone cha M23. Mtu wa watu karibia kumua. Uende ku point zero. Est-ce que hapana wifi? Si kuna wifi? Juste ni connection tu. Lakini ilimletea hasara kubwa ndugu yetu, kidogo wamua. Na ndio hili pia swala la drone. Mnakamata vijana wako nausha drone. Ni drone ya aina gani? Eske mlifanya uchunguzi kama ni drone militaire? Kama ni drone tu za image normal za kufilme tu za kawaida, kama mtaanza kujaza habari kusema ke vijana Baraka wako wanatumikisha drone biko na bombardia maposition za wazalendo. Hii ni habari ya uchonganishi na ni habari ya uzushi. Kwa hiyo naomba viongozi wa serikali waweze kuwa makini na taarifa kama hizi, na wakati watu wanatotoa taarifa zao, unajua huyu bwana ni mtu wa ile pesa na umetrize bien, ni mtu wa ile pesa na anatoga habari moja za kizushi za uongo sana. Yani yeye tu akisashiba yake ashashiba, kama shakunywa wanzuki yake, anachukua simu yake anaanza kutuma maudio huko, nasikiza ujio, nasema eske huyu mtu iko na akili, eske anawazaga mzuri. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe makini sana na taarifa kama hizi. Mimi nimefanya hivi kwa sababu najua kwamba kesho yake mtasikia drone zilipanda, inakuwa ni drone za M23 wakati ni drone tu za kawaida za kufilme. Kwa hiyo hii taarifa ni ya uongo. Na kuonesha vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaona hii arme, hii ni FARDC, hii ni infantry. Sawa? Tuliona pia mazoezi ya jeshi la anga, wako na shuka na parachute za FARDC, ikionyesha kwamba Kongo iko naenda inatengeneza vikosi vipya ambavyo vitakuja kudhibiti vikosi ambavyo vilitangulia. FARDC haiko jeshi ya kuikia mzaa. Hapana. FARDC ni jeshi ambayo kwa sasa iko naenda inajiimarisha siku hadi siku. Ni jeshi ambalo halitaki tena kurudi nyuma. Licha ya kwamba tunaelewa mchezo ambao uko ndani ya FARDC, kuna baadhi ya wanajeshi ambao sio waaminifu, wanafanya mambo ambayo sio ya kuaminika, lakini sisi wamoja hapa tunaamini 100% FARDC, tunaamini 100% wazalendo, na tunaona kwamba jeshi letu liko na nguvu na linaweza kusimama na linaweza kufair face na adui wa aina yoyote ile, isipokuwa tu President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tunamuomba commandement ya FARDC aiangalie tena, airevoir upya, kwa sababu kiko kinatutraire sisi beaucoup plus ni commandement ya FARDC. Tukiachana na kuweza kuona demonstration ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, nizungumzie hili swala la Minembwe. M23 wako wanatumikisha ambulance kupeleka drone za kivita. Ukiangalia drone ya kivita na drone ya surveillance na drone ya filmage tu normal, ni drone ambazo ziko tofauti sana. Huko matipe mbalimbali za drone. Sawa? Na hizi madrone ma DJI, madrone sawa 44, tuko madrone za TM24. Ni madrone tu za kawaida za kufilme. Na ukisikia sababu madrone sa kamikaze, sa CH4, hizo ndo madrone d'attaque. Sawa? Ndo madrone za vita. Me DJI haiko drone vita. Sasa M23 wako wanatumikisha ambulance Minembwe, wanatumikisha ambulance wanatoka ku zone moja de sante kwenda ku zone nyingine, ama ku centre moja de sante kwenda ku centre nyingine de sante. Mule mu ambulance ndo mko mnabebwa madrone na silaha mbalimbali. Drone ya surveillance ya FARDC, ona sasa drone ya surveillance sasa iko inaangalia Minembwe, iko na zunguruka Minembwe, inakutana na ile maimaji. Sawa? Kwa sababu haiko drone militaire, haiwezi kubombarder, haiko drone d'attaque, ilishindwa kubomola kwa sababu ilikuwa tu ni drone ya surveillance ya capture. Et puis bakamata ile maimaji bakaienvoyer. Lakini ingelikuwa sema ni drone d'attaque,
pale pale directement tungeona ataki. Kisha baadaye unasikia kilifanyika pale ni nini? Ni FRDC inashambulia raia, wakati raia hao ndio wako wanatumikisha hizo ambulance, na hizo ambulance ziko chini ya benediction ya magaidi wa M23. So kwa hiyo vikosi vyetu vinatakiwa kuweza kuwa makini mno kulingana na hali yenye iko nazidi kuendelea huko kwenye uwanja wa mapigano, na ni kuwa makini sana. Anatuka ni kuwa makini. Kila ambulance yenye itakuwa inapita kutoka Minembwe kwenda Mikenge, zote kwenda Fizi kwa ajili ya masuala ya matibabu, ni lazima zikuwe zinakaguliwa zote mwanzo hadi mwisho, sababu ambulance za kutoka maeneo yenye kuko M23 ndio ziko zinabeba drone za M23. Hata hizi ambulance zisizo napita hapa kutoka Bukavu, kutoka Kamanyola, kukia Uvira, ni ambulance za kuwa nakagua. Jamani, mkuwe mnakagua ambulance. Ambulance ni za kuwa naangalia kwa umakini sana. Kuna hii hapa M23 kutokana na mauaji ambayo waliyafanya, kiongozi wa MONUSCO DRC aliweza kusema hivyo mara kwa mara na kudetae kwa asilimia kubwa mauaji ambayo M23 ilifanya Goma, Bukavu pamoja na Uvira, na hivyo kuna uwezekano mkubwa wa mahakama ya kimataifa ikafungulia kesi M23. Huku serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayofungulia kesi Rwanda, pia kuna uwezekano wa Umoja wa Mataifa ikafungulia kesi M23. Nikisema M23 namaanisha viongozi ambao ni wa komanditeri wa M23, ikiwemo wakina Bertrand Bisimwa, wakina Corneille Nangaa na wengine wote ambao ni proshe kabisa wa M23. Kumbuka ni kipindi cha habari na maelezo, na kuna kuletea matangazo kutoka katika kila kona za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nitakusomea Alphonse Mfariji communique yenye waliweza kuitoa. Wanasema kwamba démenti est mise au point aux fausses accusations de monsieur Nyarugabo sur les bombardements des civils à Minembwe attribués à Kinshasa et au Burundi. Les mouvements citoyens de lutte contre les antivaleurs pour un Congo émergent, MCLA, ARDC en sigle, à travers son animateur national, M. Alphonse Moufariji, a pris connaissance avec regret des récentes déclarations de M. Moïse Nyarugabo, dans lesquelles il accuse Kinshasa et le Burundi d'être responsables des bombardements ayant causé des pertes de civils à Minembwe. Il est temps de rétablir la vérité. Ces propos relèvent d'une hypocrisie politique manifestée destinée à manipuler l'opinion nationale et internationale. Anasema kwamba kitengo cha MCLA kupitia mratibu wake nambari 1 wa kitaifa ambaye ni Bwana Alphonse Mfariji wanazungumzia kuhusiana na wanasikitishwa na vitendo vya kauli za Bwana Moise Nyarugabo ambavyo alisema anaishtumu Kinshasa pamoja na Burundi kwa kuweza kuhusika na mashambulizi ya mabomu huko maeneo ya Minembwe ambako yalisababisha maafa kwa raia, na anasema kwamba kitendo hicho ni kujaribu, ni maneno ya kinafiki, ya unafiki wa kisiasa ambayo yanajaribu kuyumbisha ukweli kwa jamii ya kitaifa pamoja na ya kimataifa. Anaanza kutaja moja, de la doctrine et de l'éthique de FARDC. Ustawi na kanuni ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Contrairement aux allégations de M. Moïse Nyarugabo, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ne prennent jamais les civils pour cible. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayakwagi yanalenga raia. La doctrine militaire conventionnelle classique de FARDC place la protection des populations civiles au centre de toute planification opérationnelle militaire. Ndio ile ambayo niko nasema, anasema doctrine ya FARDC, yani ustawi na mikakati ya FARDC katika vita ni kwamba vita vyao ni vya kimpangilio wa kisasa ambayo haiwezi kutumikisha raia kama vile ngao yao katika operesheni za kivita. Chaque intervention vise à réduire au strict minimum les dommages collatéraux
c'est une obligation militaire, juridique et morale. Katika kila hatua ambayo FARDC ikiangaje kufanya, inajitahidi sana kupunguza maafa, kwa sababu ni kitu ambacho kipo kisheria na pia hata kiakili vile vile. Lorsque des pertes civiles sont déplorées, elles surviennent presque toujours dans des zones où le M23 installe volontairement ses positions, ses dépôts de munitions et son artillerie au cœur des habitations. Wakati una mambo yanatokea kwa ajili ya raia, ni kutokana na sehemu zote ambazo kuko M23 kwenye wanaweka silaha zao, marisasi yao, na wanayaweka pia ni katikati ya raia. Cette stratégie de bouclier humain, ambao ni mpango wa kufanya raia kama vile ngao yao, largement documenté par des organisations indépendantes, a pour seul but d'accuser ensuite l'armée congolaise. Ushelewa, ambayo wanafanya hivyo kwa ajili ya kuishutumu jeshi la FARDC, na inaitwa guerre hybride. Niko nazungumza hii mara mingi. Guerre hybride, guerre ya M23 ya kukamata population comme cible yao, kufanya infiltration, kuseme pere mu population. Donc wao hawajali population. Wakishapiga mwisho wa siku wanaweza kuzingizia nini? FARDC. So tofauti na FARDC. Kitu cha pili ni kwamba kuko hypocrisie ambayo iko kwa ajili ya M23. Rappelons les faits. Le M23 est le principal responsable des crimes de masse dans l'est du pays. Les massacres de Kishishe, de Bambo, de Rutshuru, les pillages systématiques, les recrutements forcés d'enfants et les occupations illégales portent clairement sa signature. Il est donc inacceptable que l'agresseur se pose en donneur de leçons. Celui qui sème la mort et celui qui exige des comptes. Cette inversion cynique des rôles vise uniquement à brouiller la vérité et à exercer une pression politique sur les institutions de la République. 3. Position du MCLA. Wow, sasa MCLA wanasemaje? Face à cette campagne de désinformation, le MCLA exige un démenti public et sans équivoque des propos de M. Moïse Nyarugabo. Le mouvement a le devoir de couper court à cette manipulation et de défendre la vérité auprès du peuple congolais. Nous disons non à la désinformation, honte au M23 et à ses complices politiques qui cherchent à blanchir leurs crimes derrière des discours victimaires. Bon, ni MCLA yake bwana Alphonse Mfariji amezungumzia hili swala la M23, jinsi M23 wako wanajililiza na kudai kwamba FARDC ndio iko nafanya mauaji, wakati FARDC haihusiki hata kidogo na mauaji huko maeneo ya Minembwe. Tugusie swala la mtoto wa Hippolyte Kanambe. Mtoto wa Hippolyte Kanambe anasoma kwa masomo analipa 137,000 ya euro. 137,000 euro kwa mwaka. Kamata hizo pesa 137,000 euro zifanye kwa miaka 5, utapata pesa ngapi? Pesa ambazo zinaweza kutengeneza mambo makubwa. Anasoma ku masomo ni masomo ya ine kwa kuwa bei ghali duniani. Alpine Beau Soleil, masomo ya ine kuwa bei ghali duniani. Lakini watawala wengi wa Kongo jinsi wako wanafanya, badala ya kusomesha watoto wao Kongo, wako wanachuma pesa wanapeleka watoto wao kwa masomo za bei Ulaya. Huku kwetu wanashindwa kujenga masomo. Leo hii Felix anajitahidi iko najenga masomo, anajitahidi watoto wasome bure. Lakini haya yote, kuna baadhi ya wajinga wapumbavu ambao hawako wanaona kazi ambayo rais iko nafanya, wao wanakalea tu kupiga bla bla mingi, wakati utawala wa Kabila waliharibu elimu ya Kongo. Elimu ya Kongo iliharibika ni wakati wa Kabila. Kila kitu Kongo kiliharibika ni wakati wa Kabila. Kwa hiyo hakuna mfano wote wa kuiga kutoka kwenye utawala wa Kabila.
Nakuletea kauli ya Eliezer Tambwe kutokana na M23 Goma. Eloko esepelisinga makasi ezaka ka ndenge ba joueur na biso ba betite ezali kaka pona toza qualifié te, mais eloko esepelisinga makasi eza réaction ya bana Goma. Batu baza na zone occupée oyo ba rebelle balingi koyoka mutu te, bango bazomibenga ba libérateur, bayebi te ke ndenge ba congolais bavanda wana ezaka pona kobanga munduki, mais bazwi occasion ya kobelela ke bakoluka ndeko na bango Faci Beton. C'est la première des choses. Mais pesi bango kanda parce que bomoni banguna wana ko bana kobotolaka ba drapeau ya Congo bino olo baji boza ba congolais. Parce que drapeau ya Congo bozwa raché yango pona nini na ko panzaka bato. Et ça c'est le plus grand message. Mais en ce qui concerne les qualifications, il faut voir que équipe wana ebeta na ba équipe nyonso ya ba africain ba gagner bango. Biso kaka nemtu to gagner bango. Et puis ko gagner ngo ya mukete pour gagner ya makasi ya qualification. Et la qualification est pour la première fois dans l'histoire parce que nous avons qualifié dans 16e de finale. C'est déjà une bonne chose. On a koyibisaka batuke. Il faut tobo sana au kabwana na biso makambo na biso ba politique o ya sali mboka na biso ezali kotelema. To simba na nanu soki tozana makambo entre biso na biso tokotalaka yango sima. Mais mboka na biso ezali kotombwama. Yango kopesa banguna ma qui peut les caisses parce que ce que tali ndenge agitation ezokota ezaya que ba congolais ba yo kanate. Donc bravo Léopard, bravo au chef de l'État, le meilleur coach parce que c'est lui d'ailleurs batu bafinga qui azola kanini bamzo pe balegi na ba réseaux sociaux boko pour là, mais tolongi bravo au gouvernement et bravo aussi na ministre na biso mon collègue mon voisin Didier Goudimbo pour les sacrifices. Et tous les staffs, il y a Léopard. Vous êtes notre frère. Oui, ni Eliezer Tambwe. Jean-Lycée Bauma. Jean-Lycée Bauma general alikuwa kamanda ambaye anaongoza operation huko Mamadou Ndala akiwa ni kanal. Alipigana dhidi ya M23 na convaincre M23. Jean-Lycée Bauma kutokana na kazi kubwa yenye alifanya Nord Kivu. Alikuwa empoisonné na utawala wa Hippolyte Kanambe. Wakaenda kumtunza South Africa. Mwisho wa siku Jean-Lycée Bauma akapoteza maisha. Kwa nini nazungumza Jean-Lycée Bauma? Alizaliwa mwezi wa 6 1957 sehemu ambako panaitwa Yangabi. Kwa hiyo huu mwezi ni mwezi ambako kulizaliwa shujaa mwingine wa Kongo, na shujaa huyu anastahili kukumbukwa kwa sababu amefanya mambo makubwa mno. Tuzungumzie Joseph Kabila kuhusu mambo yenye iko nafanya. Ndugu zangu, tukubali tukatae, Joseph Kabila hajawahi kuwa kwa ajili ya Wakongomani. Hajawahi kuwa kwa ajili ya kufanya kazi na Wakongomani. Hajawahi kuwa kwa ajili ya kusaidia Wakongomani. Lakini Joseph Kabila amekuwa kwa ajili ya kusaidiana na Rwanda. Tofauti na hapo, Joseph Kabila hakuna kitu kenye tutasema tutamkumbuka ndani ya Kongo hii. Ndio maana naweza kuwasihi Wakongomani wote ambao wako wananisikiliza. Jamani, huu ni wakati wa sisi kukaa kitu kimoja. Huu ni wakati wa kushirikiana na President actuel Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tumweke nguvu ili tuweze kujenga Kongo mpya na yenye kuwa na malengo na yenye ustawi mkubwa zaidi. Nafikiri kwa hayo tuishie hapo. Mengine tukutane majira ya saa 12 kupitia Baraka1 TV. Bye bye.